Habari za wakati huu ndugu mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu cha leo. Na leo nitaenda kuonyesha sehemu muhimu katika kompyuta ambazo tunaongelea storage pamoja na sehemu nyingine muhimu ambazo unatakiwa uzifahamu kwenye kompyuta yako. Ukiwa na kompyuta yako kuna vitu ambavyo ni muhimu ambako tunaita kama icons, na icon inaonyesha picha ya either program au picha ya faili fulani ambayo linamiliki kitu fulani. Kwa kama hapa tunaona hizi icon, tunaona picha mbalimbali ambazo zipo zenyewe zinawakilisha program ambayo inatumika katika kompyuta. Kwa hiyo ukiangalia vizuri kwenye icon hizi mbalimbali utaona hapa kuna icon mojawapo imeandikwa admin. Hii ni sehemu muhimu katika kompyuta ambayo inaelezea mmiliki wa kompyuta. Kwa hiyo inasoma admin au wakati mwingine itasoma jina ambalo mtu aliamua kuandika wakati inaingizwa system ya kompyuta hii. Kwa hiyo hii ni sehemu muhimu ambapo ukifungua itakuonyesha huku pembeni sehemu ambazo unaweza ukaona vitu vyako mbalimbali. Hapa tukiwa na desktop, tukiwa na document download na mafaili mengine ambayo yanatunza kumbukumbu muhimu za kompyuta. Kwa hiyo kwenye admin utapata vitu kama hivyo. Vile vile sehemu muhimu nyingine ya kompyuta ni this PC ambao unaona kuna alama ya kompyuta. Hii nayo ukifungua utaona inakuonyesha sehemu muhimu ambako utaona zile taarifa au kumbukumbu muhimu ambazo zimetunzwa kwenye hii kompyuta. Sehemu nyingine ambayo tunaitumia muhimu sana ni sehemu ya recycle bin. Recycle bin inatumika kama dustbin kwenye kompyuta. Kwa hiyo ukiwa umefuta kitu chochote, kama hapa ilipo haina kitu chochote, nikisema nifute hii picha hapa, nikifuta itakuja hapa kwenye dustbin. Kwa hiyo nikifungua dustbin nitakutana na picha ambayo tayari nilikuwa nimeshaifuta. Kwa hiyo kumbe ukifuta kitu chochote kwenye kompyuta yako inakuja kukaa kwenye dustbin au kwenye recycle bin. Ambapo sasa kama unahitaji kufuta moja kwa moja isiwepo ndani ya kompyuta, basi itatakiwa uingie kwenye hii recycle bin, alafu ukliki kulia udelete hii taarifa yako, na itakuuliza unataka kuiondoa permanent. Unauliza are you sure you want to permanently delete this file. Kama unataka kuondoa moja kwa moja kwenye kompyuta yako, basi utaifuta, itaondoka na kule ulikofuta haitaonekana tena. Lakini ikitokea umefuta kama hapa, tukifuta hii picha delete ikaja kwenye recycle bin na wewe ukagundua kwamba nilifuta kitu kimakosa, pengine natakiwa nikirudishe, kwa hiyo utakuja kwenye hii picha utakliki kulia alafu utarestore, itarudi kule ambapo ulikuwa umeifuta. Picha yetu itakuwa imerudi. Kwa sehemu ya recycle bin ni sehemu muhimu pia, kwa sababu unapokuwa umefuta vitu vinaingia kwenye hiyo recycle bin. Tuje sasa kwenye hii kompyuta, sehemu ya kompyuta. Ukiwa na hii sehemu ya kompyuta ukifungua utakuta ndani kuna sehemu mbalimbali ambazo zinatunza vitu vya hiyo kompyuta. Lakini tuje kuangalia katika upande wa hizi drive. Hapa kuna sehemu ambayo inaonyesha ni sehemu ambayo inahusiana na mlango wa CD. Japo hatuzitumii sana siku hizi, lakini inaonyesha sehemu ya CD drive. Hapa tuna hizi diski zetu, ziko mbili. Na hii local disk C na hii ambayo mimi nimeandika kwa jina langu ambayo ni Miyongo. Sasa ukiwa unatumia kompyuta, sehemu kubwa ya vitu vyako au program utakazokuwa unaingiza kwenye kompyuta sana sana zitakuwa zinashabihiana na hii local disk C ambayo ina alama ya window. Kama unavyoona hii alama ipo kwenye hii disk. Kwa hii alama inakuonyesha kwamba taarifa zote muhimu ambazo zinaongoza kompyuta yako zinamilikiwa na hii local disk C. Kwa hiyo hata kama ukaja ukaweka vitu hapa kwenye kioo, kumbuka kioo hichi hapa kwenye desktop ni sehemu ya hii disk C. Kwa hiyo unapokuwa umeweka movie hapa kwenye kioo, umeweka mafaili mengi, ujue kabisa hayo mafaili yanachukua nafasi ambayo inamilikiwa na disk C.
na hii disk C haitakiwi kuwa inajaa kama ilivyojaa hii ya kwangu disk D, kwa sababu hii C ndiyo ambayo inaongoza kompyuta, ina program zote zinazoongoza kompyuta. Kwa hiyo inapokuwa imejaa inafanya kompyuta isiweze kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa wakati wote zingatia kuweka vitu kwenye disk C huwa hatushauri. Hata kama ukiangalia kwenye kompyuta yangu hapa, asilimia kubwa utakuta tu mafaili ambayo yanaendesha Windows, lakini sijaweka mafaili ambayo yanatunza kumbukumbu zangu nyingine. Kwa hiyo kwa kuzingatia hilo, unatakiwa uangalie kuanzia hizi faili ambazo ziko. Kuna faili ya desktop, document, download, music na kadhalika. Hizi zote zinategemea nafasi ambayo inapatikana kwenye disk C. Kwa hiyo unapokuwa unajaza vitu kwenye haya mafaili, kumbuka kabisa unaiongezea mzigo hii disk C na kidogo itakuletea changamoto. Unapopata taarifa zako zote, kama ni movie, kama ni video, kama ni mziki, basi jitahidi ulete kwenye diski nyingine tofauti na hii ambayo ina alama ya Windows. Kwa hiyo kama mimi ukiangalia kwenye hii kompyuta yangu, hapa ndipo nimeweka mafaili yangu mengi sana. Nataka mziki na vitu vingine ambavyo mimi napendelea kuvifanya, basi nimeviweka kwenye hii diski nyingine ya pili. Kwa hiyo nakushauri na wewe unapokuwa unatumia kompyuta, jitahidi usiweke vitu sana kwenye kioo hapa. Jitahidi uvikopi, labda uviweke tu kwa muda kwenye kioo, ukimaliza uvikopi uvilete kwenye diski nyingine ambayo inapatikana katika upande huu. Nashukuru kwa kunisikiliza kipindi chetu cha leo ambacho tulikuwa tunaongelea sehemu muhimu za kompyuta yako na jinsi ya kutunza hiyo nafasi ambayo unaweza ukaitumia kama sehemu ya kompyuta ambayo inakulinda ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi. Karibuni sana kwa wakati mwingine. Kama bado hujasubscribe, unaweza kusubscribe katika channel yetu ili uweze kujifunza mambo mengine mazuri zaidi. Asante sana.